Heche ni mshiriki wa kanisa letu. Amen. Alibatizwa ilikuwa wapi? Tarime wapi? Mwanza. Kwa hiyo huyu ni mshiriki wa kanisa letu na jina lake liko kwenye vitabu vyetu. Ni mshiriki ndaki wa kanisa la Waadventista. Amen. Kwa hiyo hapa amekuja kuabudu kwa kanisa lake la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo nawakaribisha sana, lakini pia ni kiongozi muhimu kwa sababu ni kiongozi wa chama kikubwa, moja ya vyama vikubwa hapa Tanzania, vyama vya siasa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuja kuabudu pamoja nasi ingawa ni mshiriki wetu. Mheshimiwa Heche wao. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mimi huwa ni mzungumzaji mzuri sana kwenye events za kisiasa. Sijui kama ni mzuri sana kwa kuzungumza kanisani. Na kama alivyosema Askofu Marekana, mimi ni Mwadventista msabato kwa kuzaliwa. Sio wala kwamba labda nimeingia hivi karibuni, na nimebahatika kuwa na mama yangu hapa, sio amekaa. Yes, amekuja kusali na sisi. Mama anaishi Tarime, lakini alikuwa India kwa matibabu. Sasa aliposikia kwamba leo mnaadhimisha miaka 40 ya utume, akasema atakuja kuabudu na nyie hapa. Na tumepata foleni kubwa sana hapo njiani, kwa tukafika late. Hatupendi kwenda kanisani kwa kuchelewa. Na kwa kweli mimi ni mtu ambaye nimebarikiwa sana na kwaya ya Kurasini. Amen. Nina miaka 40, kwa hiyo nimefanya kazi, nina miaka 45. Hii kwaya imefanya kazi kwa miaka 40. Yaani miaka 5 tu nimeizidi. Kwa hiyo ni kwaya ambayo imetubariki sana. Na kwa kweli nimefanya kazi nzuri ya utume. Nimemsikiliza vizuri sana Pastor Marekana alipokuwa anazungumza. Amesema mambo makubwa sana. Tuweke mawe hapa duniani kwa ajili ya watu wengine, ili maisha ya watu wengine yawe bora zaidi. Ametoa mfano wa nzi na mbu. Amezungumza kwamba mbu anaishi siku 7, lakini anaacha impact. Kwa duniani hapa, it's not about the duration, it's about the impact ya maisha unayoacha. Unaweza ukaishi siku 10 duniani au miaka 10, lakini ukaacha dunia iko mahali salama sana kwa ajili ya watu wengine. Sisi tumebarikiwa nchi nzuri sana. Na amezungumza pia kuhusu watu wa Denmark ambao wako 2000. Mimi wanasikiliza sana mambo na yatafakari kwa kina sana. Kwa nini wao wanaweza kutoa kuliko sisi? Kwa nini wao watusapoti sisi? Sio kwa sababu wana uchumi mkubwa sana, sio kwa sababu wana nchi nzuri kuliko ya kwetu, ni kwa sababu maisha yao yameadvance. Na sisi struggle tunayofanya duniani hapa ni kufanya maisha ya watu wengine yawe bora zaidi. Tuna nchi nzuri, lazima tuifanye iwe mahali pazuri zaidi. Kwa ndugu zangu, mimi nimefurahi kushiriki na nyie, na mimi nitaweka jiwe. Japo kwa kushtukiza, lakini nitaweka jiwe. Na mimi na mama yangu na wadogo zangu tutachangia shilingi milioni 2. Na mtaweka milioni 1 hapa, na tuko na naibu katibu mkuu wa chama chetu pia, ndugu Amani Gorugu. Amani, ungekuja hapa kuona. Amani yeye sio msabato, lakini amekuja kwa sababu hii kwaya imembariki sana. Amen. Tuko na mkurugenzi wetu wa chama pia wa masuala ya uwekezaji, Leonard Magere. Yeye ni msabato kama sisi. Amen. Na wote wametaka, si kama Amani unataka kusema au mpaka kujiandae uweke kidogo.
Kwa hiyo ndugu zangu, tumefurahi, lakini nataka kusema jambo moja la muhimu sana pastor, ambalo mimi linagusa sana maisha yangu. Binadamu hapa duniani, mtu mmoja ndiye alifanya uvumbuzi wa vitu tunavyovitumia kama umeme. Ni mtu mmoja, ni wazo la mtu mmoja. Mtu mmoja ndiye alifanya uvumbuzi wa ndege. Mtu mmoja ndiye alifanya uvumbuzi wa magari tunayotumia kusafiria na kila kitu. Kwa Sabato tusinyamaze tunapoona maisha ya watu yanapotea kwa njia ambazo hazikubaliki. Kwa sababu inawezekana mtu mmoja ambaye anapotezwa leo angezaa mtoto akavumbua dawa ya ukimwi na akasaidia dunia. Inawezekana mtu mmoja ambaye anapotea katika mazingira ambayo hayakubaliki. Na hii ni kazi ya utume, ni kazi ya Mungu, kupigania maisha ya watu. Mtu mmoja anayepotea inawezekana ndiye akazaa mtoto akavumbua dawa ya kansa na akaokoa dunia. Kwa hiyo tusinyamaze. Mungu awabariki sana.